Kwa kweli leo nina siku ngumu kweli, kwa sababu sina namna ya kuwashukuru. Ndugu mwenyekiti, nataka nikwambie fomu ya Chama cha Mapinduzi niliyochukua hakuna fedha yangu. Wanakiwani walitoa fedha yao wanyonge. Inanisikitisha sana, ni ngumu sana kwangu. Walikuja nyumbani kwangu nikiwa sijui anakuja kunambia nini, lakini waliniletea fedha, na bahati mbaya sana nikauliza na fedha ikawa imezidi kidogo. Wakaniambia pia hii nyingine mafuta ya kutoka hapa kwenda mkoani kuchukua fomu ofisi za Chama cha Mapinduzi. Jambo hili kwangu mie limebaki linatembea kwenye kichwa changu. Wananchi wale ni wanyonge sana, uwezo wao ni mdogo, mimi naujua, lakini imani yao ilikuwa kubwa sana kwangu. Sina cha kuwalipa wanakiwani, sina cha kuwalipa. Nawashukuru sana na nawaombea kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awabariki. Kile mlichokitoa faida yake itakuwa ni kwa wanakiwani wote. Wakati tunajinadi hapa, bahati njema ilikuwa uwanja huu. Kwa upande wa uwakilishi mimi nilikuwa peke yangu. Nawashukuru tena wanakiwani kwa kunipa heshima ya kusimama kwenye jimbo la Kiwani kwa nafasi ya uwakilishi. Hakujitokeza mtu yoyote kugombea, lakini hata kama angejitokeza nisingechukia, ningekwenda kwenye utaratibu, na naamini kwa mapenzi ya wanakiwani ningeshinda. Lakini tulikuwa na wenzetu katika nafasi mbalimbali, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani. Baada ya kumaliza uchaguzi ule, tulishirikiana kwa kiasi kikubwa, tumefanya kazi mpaka tumemaliza uchaguzi. Na washukuru sana sana viongozi wenzangu, wananchi wa jimbo la Kiwani kwa kazi nzuri na ya heshima kubwa mlioifanya. Tuliahidi, narudia tena, tuliahidi. Naisema mara tatu, tuliahidi, lakini nairudia tena mara ya pili, nasema tutatekeleza, tutatekeleza, tutatekeleza. Nini maana yake hii? Yale tuliyoyaahidi yote, kwanza tulimtanguliza Mwenyezi Mungu, lakini la pili tuliomba imani ya wananchi na walitupa, na Mwenyezi Mungu alitutakabalia. Kwa hiyo nawaahidi wanakiwani, yale yote tuliyoyaahidi katika mikutano ya makundi mbalimbali, nia yetu ni kuyatekeleza kwa vitendo.